lengo kuu la ilani hii ya uchaguzi wa mwaka 2025 ya CCM ni kukuza uchumi jumuishi na kuimarisha ustawi wa wananchi wote. Katika kufikia lengo hili, ilani ya CCM ya mwaka huu 2025 ina vipaumbele 9. Moja ni kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa, fungamanishi, jumuishi na shindani uliojengwa katika msingi wa kuongeza thamani rasilimali zinazozalishwa nchini. Pili, kuongeza fursa za ajira kwa vijana, kuongeza kipato kwa wananchi na kupunguza umaskini. Tatu, kuboresha maisha ya watu na ustawi wa jamii. 4, kuendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na usafirishaji. 5, kukuza na kuimarisha matumizi ya sayansi na teknolojia katika shughuli za kiuchumi na kijamii. 6, kudumisha demokrasia na utawala bora. 7, kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama. 8, kudumisha utamaduni wa taifa na kukuza sanaa na michezo. Na 9, kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili pia ni eneo jipya. Tumeweka eneo maalum. Ni CCM katika miaka 5 ijayo ina nia ya dhati ya kuongeza kasi ya maendeleo vijijini. Ndugu Mwenyekiti, ilani ya uchaguzi ya mwaka huu, kwa wale ambao wanapenda namba, ipo katika vitabu 3. Ndugu Mwenyekiti, kwa kwetu Zanzibar, maendeleo ambayo tumeyaona, presentation ambayo ilikuwa imefanyika jana, ni kwa sababu ya kuwa na amani na utulivu pamoja na umoja tuliokuwa tunao. Kwa hivyo Chama cha Mapinduzi kinataka katika miaka 5 ijayo kuhakikisha kwamba utulivu unaendelea, ushirikiano, maridhiano pamoja na uvumilivu wa kisiasa. Lakini la pili, ndugu Mwenyekiti, tunataka Chama cha Mapinduzi kimeitaka serikali kuimarisha upatikanaji wa ajira kwa vijana kwa kuzalisha angalau ajira 350,000 kwenye sekta rasmi na sekta isiyo rasmi. Ndugu Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka 5 iliyokuwa tunayo sasa hivi, ajira ambazo tulikuwa Chama cha Mapinduzi imeelekeza serikali zipatikane ni ajira at least 300,000. Tumetekeleza mpaka mwaka 2024 78% ya ajira hizo ndani na nje, sekta iliyokuwa rasmi na sekta isiyokuwa rasmi. Kwa hivyo katika kipindi cha miaka 5 inayokuja, Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kusimamia upatikanaji wa ajira za vijana at least 350,000. Lakini ndugu Mwenyekiti, kwenye eneo jingine ambalo ni la kipaumbele ni pamoja na kuanzisha makazi bora ya upendezeshaji wa miji kwa kuzingatia teknolojia mpya ya ujenzi, mipango miji na mipango ya usafi na mazingira pamoja na udhibiti wa taka. Lakini kwa sababu Zanzibar ni visiwa, Chama cha Mapinduzi kinaitaka serikali kuhakikisha inasimamia athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yanasababisha mabadiliko ya tabia nchi pamoja na athari basi yanasimamiwa kwa kutekeleza miradi mbalimbali ambayo itakuwa imeainishwa. Katika maeneo mengine, ndugu Mwenyekiti, kwenye hatua ambayo tumesema teknolojia kidogo inaleta changamoto, lakini katika hatua nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mafanikio mengi ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka 5. Tutaendelea kuhakikisha kwamba mafanikio hayo yote yanaimarishwa. Ndugu Mwenyekiti, kwenye Chama cha Mapinduzi kitaitaka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha kwamba tunawekeza katika miundombinu na huduma za jamii kwa kushirikiana na sekta binafsi na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kisasa na ubunifu ili kuleta ufanisi katika kutoa huduma. Ndugu Mwenyekiti, hili ni katika eneo ambalo
tumelipa kwa mapana yake kuchochea mapinduzi ya uchumi wa kisasa na endelevu. Ndugu mwenyekiti, katika hilo tunataka tuhakikishe kwamba tunakuwa na makazi bora na kupendezesha kwa mji na kuzingatia teknolojia mpya ya ujenzi, lakini vile vile ni pamoja na kuhakikisha kwamba hata makazi bora ya wananchi wenye kipato cha kati na kipato cha chini yanakuwa yanazingatiwa. Ndugu mwenyekiti, eneo jingine tunataka kuendelea kuimarisha hali ya uchumi, na Chama cha Mapinduzi kinaielekeza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhakikisha inadhibiti kasi ya mfumuko wa bei kuwa chini ya 5% kwa mwaka, lakini vile vile kuongeza ukuaji wa pato la taifa kutoka wastani wa 7% na kufikia 10% kwa mwaka. Sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, toka mwaka 2021 mara tu baada ya kumalizika athari za ugonjwa wa uviko, Zanzibar imekuwa ikikua kwa wastani wa 7%. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimeielekeza serikali kuhakikisha kwamba inakuza uchumi na kufikia wastani wa 10% kwa mwaka. Vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka kuongeza kipato cha Mzanzibari kutoka dola za Kimarekani 1241 kwa mwaka 2023 hadi dola za Kimarekani 1880, na hii inakwenda sambamba na ukuaji wa 10%, na hivyo tunataka kuhakikisha kwamba tunaimarisha upatikanaji wa kipato cha mwananchi. Katika hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, Chama cha Mapinduzi inaitaka serikali kuimarisha usimamizi wa sera za uchumi, fedha na mapato, ambapo hatua za kufanya ni pamoja na kufanya mapitio ya sera na sheria za mapato, kuimarisha ushirikiano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa sera za fedha na kodi kwa kuzingatia mazingira maalum ya Zanzibar. Vile vile Chama cha Mapinduzi kimekali kuimarisha mfumo wa kidijitali katika utoaji wa huduma.